yote katika jina la Yesu. She will not die prematurely. Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, atatoka ulimwenguni huu akiwa mzee by the blood of Jesus. Na maswali yote kwenye maisha yake, damu ya Yesu itajibu katika jina la Yesu Kristo. Shiro ala Mungu wa mbinguni, na mubariki jioni ya leo. Na muombea rehema. Baba Mungu wa mbinguni, mufanye chombo chako, mulete karibu na wewe zaidi katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, muongoze katika njia zako katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya Teacher Mary. Mungu wa mbinguni, I cover and bless her this night by the precious of blood of Jesus Christ, oh God. Baba, na muombea rehema, na muombea neema, na muombea ushindi, utulivu kwenye maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu ya Hadasa Esi. Mungu wa mbinguni, na mubariki jioni ya leo, na muombea rehema, na muombea neema. Baba, muongozo wako, ushindi wako mfalme, katika jina la Yesu Kristo juu ya maisha yake. Mufanye chombo chako muhinya. Mungu wa mbinguni, pia naye nambariki, na muombea rehema, na muombea neema. Baba Mungu wa mbinguni, ingilia kati ya maisha yake Bwana. Tawala Baba yangu, na kuomba tawala maisha ya watu wako, watetee Baba yangu, wapiganie mfalme wa amani, maana wewe ni mwaminifu. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Baba, ponya maisha ya kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo. Walioteswa, waliogandamizwa, Baba naomba katika jina la Yesu, ponya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Tunainua mtumishi wako Minister Jimmy Washege Bwana. Baba, anapojiandaa kwa sababu ya ordination yake Bwana, siku hii tunaileta mbele zako Baba. Tunakuomba resources, na tunaamini katika jina la Yesu ya kwamba unamubariki, unamutenda mema Bwana, unaponya maisha yake, unamuinua Bwana katika jina la Yesu Kristo Bwana. Unarimazeka tabaganda maisha yake Mungu wa mbinguni, unaraboza makayanda katika jina la Yesu Kristo. Mafuta itakapomwagika Bwana Mungu wa mbinguni, itakuwa imemwagika hapa duniani na mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Baba, resources Mungu wa mbinguni, mavazi, usafiri na mahitaji mengine yote katika jina la Yesu Kristo Bwana. Naomba mtakatifu wa amani, oh Jehovah King of Glory, ukaweze kuprovide. Oh Mungu wa mbinguni, mutumie msaada kutoka pembe nne zitokazo upepo katika jina la Yesu Kristo Bwana. Asante Mungu wa mbinguni, maana jioni ya leo mfalme wa amani, Baba yangu, na tawala katika jina la Yesu, unatawala maisha yake Mungu wa mbinguni. Baba, ninatangazia wapendwa wote wanaonisikiliza jioni ya leo Bwana, hakuna yule atakayeangamia kabla ya wakati wake, hakuna yule atakayezika watoto wake. Mungu wa mbinguni, tutaishi tutangaze wema wako katika jina la Yesu Kristo Bwana. Mungu wa mbinguni, jioni ya leo unarehemu watu wako, unatakasa watu wako, unainua watu wako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, tunakutukuza Baba yangu, maana unaita watu katika huduma jioni ya leo. Oh yes Lord, oh yes Lord, katika jina la Yesu. Yes Jesus, yes Lord, yes. Oh my God, I bless your holy name katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. I want to pray to somebody. Mungu ananiambia amekuita kwenye huduma na huelewi. Uko hapa na unanisikia. Mungu amekuita kwa ndoto, anakuongelesha, anakuambia sasa wakati wa kunitumikia ni sasa, na unajifanya husikii. Usiku wako siku hizi ukilala imekuwa usiku wa ndoto tupu zenye asubuhi huelewi. Inua mkono wako hapa. God is calling you. God is calling you. God is calling you into the ministry. Inua mkono wako nikuombe. You are here. Oh yes. Jesus, ripasharabaganda riparadi zakatayama. Mungu wa mbinguni, nainua Bekiwa Dadi Mwathani mbele zako Baba. Ninamuombea msaidie kuelewa na kufahamu mwito wako katika jina la Yesu. Baba, msaidie kuelewa na kufahamu mwito wako. Fungua masikio yake akusikie, mfungue macho yake aelewe vile unavyompeleka katika jina la Yesu. Asante Bwana wa majeshi, maana kuanzia leo tutasikia ushuhuda
kwa vile Bwana unatenda, katika jina la Yesu Kristo. Asanti Baba yangu, maana wewe ni mwaminifu. Unatawala jioni ya leo, unatenda jioni ya leo, unaponya jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, naomba ukaweze kutawala, ukaweze kuinuliwa. Ingilia kati mtakatifu. Tawala Baba yangu, naomba. Tawala mtakatifu. Tawala Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Umetukuka jioni ya leo, Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu. Uinuliwe mtakatifu mwema. Jina lako litukuzwe. Baba, naombea Evelyn Njiraine katika jina la Yesu. Namuombea amani. Namuombea amani. Namuombea amani katika jina la Yesu. Peace of the Lord that surpasses all human understanding, katika jina la Yesu. Namuombea amani. Namuombea amani katika jina la Yesu. Baba yangu, nalibariki jina lako na hata kulitukuza Mfalme, maana Bwana umetenda, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Umefanya maajabu na siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Umefanya maajabu na siwezi kueleza. Umefanya maajabu. Umefanya maajabu na siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Umefanya maajabu na siwezi kueleza. Umefanya maajabu. Haleluya, 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 haleluya. Baba, tunakushukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu ya session ya ajabu ya maombi na maombezi. Tukuka Mungu wa mbinguni. Asante kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya Bwana. Unaleta amani, Mfalme wa amani. Unaleta Mungu wa mbinguni upendo katika jina la Yesu. Unabariki watu wako mtakatifu wa Israeli. Pokea sifa na utukufu, heshima zote na mamlaka, katika jina la Yesu Kristo. Asanti Baba yangu, maana umetenda. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen, amen, amen. Ningependa katika jina la Yesu, iwapo unanisikiliza, niandikie tu hapo amen, na utap tap na ushare kwa watu wawili ama watatu katika jina la Yesu. Tap tap na ushare kwa watu wawili ama watatu as we continue katika jina la Yesu. Na niko na uhakika ya kwamba Bwana Mungu wa mbinguni atakubariki, atakutenda mema. This is the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. In the name of Jesus Christ. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Ningependa katika jina la Yesu nikaweze kumuleta mtumishi wa Bwana Minister Jimmy Washege, ili wapendwa akaweze kutusalimia, na Mungu atawabariki, maana alikuwa ameniambia anytime anaweza, kwa sababu nimewaambia kazi ya Mungu imekuwa nyingi wapendwa, katika jina la Yesu. Hatulali, tunalala masaa mawili matatu, tunatoka tunakimbia tukienda, katika jina la Yesu. It has been like that.
Kwa hivyo ningependa nimupe dakika kidogo atuongeleshe ili Bwana akaweze kuwabariki tunapoendelea na ibada, maana neno la Bwana linakuja kwa nguvu katika jina la Yesu. Karibuni sana. Mundu wa Ngai, karibu. Thank you very much, man of God, na Mungu akubariki sana, na Mungu akutendee, na Mungu akupiganie katika jina la Yesu. Nimefurahi siku ya leo kwa sababu nimeona Mungu amenitendea, ameniongoza. Nashukuru Mungu sana. Asanteni kwa sababu ya nyinyi wote. Nikiomba Mungu tu awabariki, na Mungu awatendee mema, na Mungu awape nguvu. Nitasoma tu neno la Mungu, mtumishi wa Mungu, na ili nishuke kidogo. Mtu wa Mungu, nilikuwa nimekuelezea kwa sababu ya jambo moja ama mambo mawili matatu. So nitasoma katika kitabu cha Zaburi 41 kuanzia hapo moja. Heri amkumbukaye mnyonge, Bwana atamuokoa siku ya taabu. Bwana atamrinda na kumuhifadhi hai, naye atafanikiwa katika nchi. Wala usimtie katika hali wamtakiao adui zake. Bwana atamtegemeza alipo mgonjwa kitandani, katika ugonjwa wake umemtadikia. Nami nalisema, Bwana unifadhili, uniponye roho yangu, maana nimekutendea dhambi. Hapa verse 5 ndio nataka usikize, na verse 6. Adui zangu wanitaja kwa maneno mabaya, atakufa lini na jina lake lisahaulike? Adui zako wanakutaja ambapo hakustahili ama kwa maneno mabaya, wakiuliza, je, atakufa lini na jina lake lisahaulike? Je, ni siku gani atakuja afike mwisho? Biashara hii yake itasahaulika lini? Hii familia yake itasahaulika lini? Huyu bwana yake atasahaulika lini? Huyu bibi yake atasahaulika lini? Watoto wake watasahaulika lini? So kuna adui ambao kila wakati wanakutakia mabaya. Kuna wenye wako na mambo ambayo wanaweza hadi kutakia ugojeke, ndio at least waona umefika mwisho, ndio chenye kiko ndani yako kisifanye kazi, huduma yako iangamie ama iishe. Na diposa wanauliza, je, huyu atakufa lini na jina lake lisahaulike? Bati mtu wa Mungu, wewe hutaisha. Hata kama watakuja kwako kama marafiki na ni maadui, you are not going to perish. Hata kama watakuja wakushika mkono, wakuambie ufuge macho, wakuonyeshe njia, waende kukuweka kwa shimo, neno la Mungu linasema ya kwamba hutaingia katika lile shimo, kwa sababu kuna ambaye anakuongoza. Mungu amekushika mkono. Familia yako haitaisha, huduma yako haitaisha, watoto wako wataitwa wabarikiwa, kazi yako itakuwa imebarikiwa, njia zako zote zitakuwa zimebarikiwa. Verse 6 inasema, na mmoja wao akija kunitazama asema uongo, moyo wake hujikusanyia maovu, naye atokapo nje huyanena. Wote wanichukia, wananinong'ona, wananiwazia mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Wakujapo kukuangalia ukiwa na shida, wakujako kukuangalia marafiki zako, wakitoka nje wanaenda kukuongelelea mabaya. Sikatai wamekuongelelea mabaya, lakini ni wakati wako. It's your high time. Usimame, ujitingize, shake yourself from that dust. Useme ya kwamba Bwana, nimekadamizwa kwa muda mrefu, lakini from now henceforth, hata waniongelee nini, mimi sitaisha. I am not going to perish, kwa sababu Mungu aliyeniita ni Mungu aliye uhai, ni Mungu mtakatifu. Haleluya.
hata wakisema kwako hakutaendelea, hata wakitoka na hapo nje, hata wakiona ya kwamba unahubiri mtumishi wa Mungu Reverend Kanise, wakiona Pastor Kanise, wakiona unahubiri, wanaingia inbox, wanasema angalia huyo anatumianga nguvu ambazo si za Mungu. Usibabaike, kuna Mungu ambaye anakupigania. Hata wakimwendea bwana wako amwambie mabaya, kuna Mungu ambaye anakupigania na jina lako halitasahaulika. Wakimwendea bibi yako amwambie mambo mabaya ati wewe kukuhusu, my God, wewe usibabaike, usife moyo. Kuna Mungu ambaye anakujali, kuna Mungu ambaye anakupigania. Jambo ambalo unafaa kufanya ni kumtegemea Mungu. Hata wakisema utaenda nje ya nchi na urudi bila kitu, trust the Lord. Muaminie Bwana maisha yako. Wanasema ya kwamba utaenda na urudi bila kitu, lakini ambia Mungu, mimi Mungu, wewe ndiye uliniita, na the Bible says that uliniita even before I was conceived in my mother's womb. Oh my God, ni kwamba mimi nitaenda kwenye nitaenda na nitarudi, nitanunua shamba na nitajenga, nitapata mke mwema, nitapata mume mwema, na tutakuwa na maisha ya furaha. So it doesn't matter what people say. What matters most is what God says about your life. Bwana wabariki sana na watendee. Asante mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana katika jina la Yesu. Na sasa ningependa niwape nafasi hii tukaweze kusalimiana, na ninaamini ya kwamba Mungu wa mbinguni atatubariki katika jina la Yesu Kristo. Sijui kwa nini tukifika saa ya kusalimiana watu wanaanguka. Mtu wa Mungu, kama hauendi haraka, ningependa kama uko na if you are in a position, maybe kama uendi haraka, ungenikaribishia hawa watu wakaweze kusalimiana, halafu ikaweze kuhubiri. Sijui kama uko in a position ama unatoka dakika hii 5 minutes imetosha wasalimiane. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndumahende kanano goro danywa tumai to yu haha mageithanie. Sawa, okay. Mungu awabariki. Nitaanzia hapa kwa Seed of God. Tafadhali tusalimie. If you're in a position, tafadhali. Seed of God. Mwathani agocwo. Amen. Ngai akumio hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ honokete. Kristo nĩ mũrĩithi wa ngoro yakwa. Ndigwete gũtirithia ona kana gũcoka na thutha, no ndĩrĩigua gũthiĩ na mbere na gũikara harĩ we. Nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mathaa na mahinda maya, ona gũkorwo ndĩ muoyo mathaa-inĩ maya, tondũ ningĩ twaciarĩrĩirwo nao, angĩ ona nĩ monjire, angĩ nĩ itumumu, amwe matirĩ ho, no niĩ ndĩ haha nĩkuogerera njagĩrĩire, ĩndĩ nĩ guoko kwa Ngai kuonekete igũrũ wakwa. Ngai wa muoyo mũrathima na ngũmũtiga na Ngai amũrathime. Amina. Pia nawe Mungu akubariki na akuinue kiwango ingine na akulinde. Anita, kama unanisikia tafadhali just say hi to us. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Anita kutoka Uganda. Nimeokoka, nampenda Mungu. Nashukuru kwa jina la Yesu nimefunguliwa kwa hii life. Watumishi wa Mungu mbarikiwe, pia ninyi wenzangu mbarikiwe, nimebaki kama Anita. Amen. Pia nawe Mungu akubariki Anita, na Mungu akutendee mema na maombi yako Mungu ayajibu. Amen. Woman of God, Mbaumadha, tusalamie kama uko in a position. Okay, praise God. Amen. Praise the name of the living God. Nami usiku mwema, ni mwema ndani ya Yesu na nimeokoka. Namshukuru Mungu kwa kuwa amenihifadhi na amenifanya nikawa mabaki yake usiku wa leo, na kwa hilo jambo tu ninayo kila sababu ya kumuinua. Acha niseme nimebarikiwa to be here. I'm already blessed and I'm waiting for the word of God.
Mbarikiwe sana. Pia nawe ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Kilicho ndani yako Mungu akiinue na Mungu akifiche katika jina la Yesu. Evelyn Jeraine, tusalimie ama unatusikia ama kama unasikia